Kalamu Salaf, ilmun nafi' wa manhajun wadih. Kalamu Salaf, pamoja na wema. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezaliwa katika mji wa Makka, na hivyo hivyo amekulia katika mji huo, yakizaliwa katika tukio maarufu kabisa la fi amil fil, tukio ambalo baadaye mwaka huo ukajulikana indahum kwamba ni mwaka wa tembo. Wale tembo wa jeshi kubwa la Abraha al-Habashi alipokusudia kwenda katika mji wa Makka na kwenda kuivunja Kaaba. Mwaka huo ndio mwaka ambao aliozaliwa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, amal fil, ambayo ikiwa sawa na mwaka 571 miladia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alizaliwa na kuishi katika mji huo, akakulia katika malezi yaliyokuwa mazuri mno, malezi ambayo moja kwa moja yalikuwa yakiashiria kwamba kijana huyu kuna kitu anaambatana nacho, au kuna kitu huko mbele atakuwa kijana huyu, kwa yale malezi ambayo aliyoishi kwayo, licha ya kwamba alileleka aliyakuwa ni yatima, kimkosa baba yake kisha mama yake, lakini hali hii haikuacha kuonesha bishara njema kwa huyu kijana katika makuzi yake na miamala yake pamoja na wanajamii wenzie. Almuhimu, ikafika siku Allah subhanahu wa ta'ala akamteua huyu, akampa utume na kuwa ni katika miongoni mwa mitume, na ni mtume wa mwisho ambaye baadaye hakutokuwa na mtume baada yake yeye. Yeye ni nabii na hivyo hivyo yeye ni rasul, yeye ni mtume, ametumwa, ameambiwa qum, simama, faandhir, anza kazi kuwaonya watu wako, na kila alichoshiriki sallama alikifikisha kama kilivyo, na maelekezo aliyatoa, maelekezo ambayo yaliwafaa watu na yanawafaa watu na atakawafaa watu katika dunia yao, katika akhira yao, ikiwa kwamba watashikamana na maelekezo hayo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Hadha nabiyukum Muhammad sallallahu alayhi wasallama wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Huyu ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilayhi unzila al-Qur'an, kwake yeye ndiyo ameshushiwa Qur'an. Wa Qur'an wa kalamu Allah ta'ala, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni hidayah, hudan lilmuttaqin, huwaongoza wale watakaokubaliana nayo na kuyafuata yale yaliyomo, wakaishi katika utaratibu na msingi huo. Ama wale ambao watakaopiga vita wasije wakalaumu, isipokuwa wazilaumu nafsi zao. Tunafahamu Waislamu sote kwa pamoja kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi hiyo, mpaka ikafika siku ikateremka kauli ya Allah tabaraka wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ikiashiria ya kwamba sasa ile kazi aliyetumwa nayo kwa muda wa miaka hiyo 23, basi huyu bwana sallallahu alayhi wasallama, bwana mkubwa huyu sallallahu alayhi wasallama ameitimiliza, ameifanya vizuri kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia sasa ameturidhia kwamba Uislamu kuwa ni dini yetu. Haya maneno yalija Allah tabaraka wa ta'ala alimkuta mtume sallallahu alayhi wasallam pale ikiwa katika hajjatul wadaa. Mwisho wa yote tunasema na muarikhu tunasema ya kwamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama adda al-amana, amana aliyopewa
alitekeleza. Wabalagha risala, si hivyo, ule ujumbe aliobebeshwa kwa muda wa miaka 23, 13 ndani ya Makka na miaka 10 ndani ya Madina. Kwa maana hii balagha, ameyafikisha. Ila ni wewe tu, kama alivyosema, la yazighu anha illa haliku, hatopotea isipokuwa yule mwana kuangamia, hatokengeuka isipokuwa yule mtu ambaye amechagua kukengeuka, amechagua kupotea. Sasa ikiwa mtu amechagua mwenyewe kupotea, huyo amechagua mwenyewe, fala yalumanna illa nafsahu, basi asije akamlaumu yoyote isipokuwa ailaumu nafsi yake. Kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama amemwacha mafundisho yote, ameyafundisha maelekezo yote, ameyafundisha namna gani ya kuishi duniani, namna gani ya kutaamaliana na wanajamii wenziwe katika ngazi zao zote, namna gani ya kumwabudia Mola wake Allah tabaraka wa taala, namna gani ya itikadi yake inatakiwa iwe. Amemaliza jambo hilo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Fabihadha qala kullu ummati yadkhuluna aljanna, umati wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa. Faqila man ya aba ya Rasulullah, akaulizwa na masahaba, ewe mjumbe wa Allah, ni nani atakayekataa kuingia peponi? Faqala man ata'ani dakhala aljannata, yule atakayenitii mimi kwa kufuata maelekezo na maagizo na maamrisho haya na kujiepusha na makatazo yote pamoja, basi mtu huyo dakhala aljanna, ataingia peponi. Wa man aba, ama yule atakayekataa akaamua haya mafundisho, haya maelekezo na maagizo yeye hayataki, basi huyo faqad aba, amekataa mwenyewe. Afanya nini? Amekataa mwenyewe, kwa sababu njia iliyokuwa safi ndiyo hiyo. Haya ni maelekezo ya nabii wenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwa hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatukutuma isipokuwa ni rehma wewe kwa walimwengu. Angalia yale mafundisho yake, namna gani alivyofundisha namna kutaamaliana kwa wanajamii, namna gani alivyofundisha namna kutaamaliana na wanyama, namna gani alivyofundisha namna ya kutaamaliana na wasiokuwa Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwa mtume huyu ni rehma kwetu sisi, kwa walimwengu wote ni rahma wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo bado anamwambia tena, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Huyu bwana nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama, hakika kwamba amekuwa yeye ndiyo kiigizo chema. Kiigizo chema, kama kuna mtu atakayefuate na afuatwe, basi kumfuata nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Allah tabaraka wa taala yaqul, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ikiwa na maana inna Allaha yuthni inda malaikatihi, aka Allah anamsifia huyu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, kwamba sala ya Allah ni Allah anamsifia huyu mbele ya malaika, anamsifia nabii wake, na malaika nao wanamuombea maghfira bwana mtume sallallahu alayhi wasallam inda Allah, mbele ya Allah. Fabihadha qala albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, basi yule mtu bakhili kabisa, mjinga, ni yule ambaye mimi nabii Muhammad nimetajwa mbele yake, yeye hakuniswalia, hakusema sallallahu alayhi wasallam. Mswalieni bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Laqad jaa hadithi an abi humayd as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu qala qalu ya rasulullah, anasimulia Abu Humayd as-Sa'di ya kwamba baada ya kushuka aya hii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, masahaba wakasema kumuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, ya rasulullah kaifa nusalli alayka, sisi tukusalieje? Tunajua sisi kaifa nusallimu alayka biqauli
assalamu alayka ya Rasulullah, sasa hii swala tukuswalieje? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, tumesalama akawaambia, qulu, semeni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wal hadith muttafaqun alayhi. Na imekuja hadithi katika riwaya, katika matamko mengine yote yakiashiria ikiitwa salatu ibrahimia, ikifundisha Bwana Mtume sallam namna ya kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya ni maagizo inatakiwa tuyafanye haya Waislamu wote, ila nitakuma saa kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini yale mapenzi yetu na vile kumswalia nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na vile kumuiga na kufuata yale matendo aliyotuambia tuyafuate na kuishi kama yeye alivyotuambia tuishi, tufahamu ya kwamba annahu qala fil hadithi inda al-Bukhari, la taturuni kama taratin nasara ibn Maryama. Hakika yote haya, sifa njema zote hizo za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zote za nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama, lakini fahamuni ya kwamba Mtume salama anasema, la taturuni, msinisifie zaidi na zaidi na zaidi, kama ataratin nasara ibn Maryama, kama vile ambavyo manaswara wa Kristo walivyomsifia na kumpandisha daraja isiyokuwa yake Isa ibn Maryama, Yesu. Walakin innama ana abdun, si vinginevyo mimi ni mja. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, basi enyi Waislamu semeni kwamba huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mja wa Allah wa rasuluhu, na vile vile ni mjumbe wake, amemtuma huyu aliposema pale, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andhir. Huyu ni mtume wake, si mwana wa Mungu, si Mungu. Huyu nani? Huyu ni mtume, ametumwa kama mitume wengine, kina Ibrahim wa Nuhu wa Musa wa Isa, wa hadha Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallama. Enyi Waislamu, sifa zetu kwa mtume ziwe kwa utaratibu wa sheria kama vile mafundisho yalivyo, tusipituke mipaka tukaenda kuzidisha kumweka katika manzila asiyokuwa manzila yake, bali abakie katika manzila yake, kama anavyosema mwenyewe, qulu, semeni kwamba huyu Mtume sallama abdullahi wa rasuluhu. Wal hadithu rawahu al-Bukhari wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.